Mtazamaji, kabla nimpishe mwenzangu Timothy Kipnusu akupasha habari za spoti, tuangazie kisa cha kustajabisha hapa ambapo biwi la simanzi limegubika eneo la Maraba, kaunti ya Kakamega kufuatia mauaji ya kikatili ya bawabu ndani ya kanisa la Kiadventista. Huyo kwa jina Pius Ombwete aliyekatwa kichwa ulipatikana karibu na madhabahu kanisani. Matukio ya kutisha yaliyotokea katika kanisa la SDA eneo la Maraba, kaunti ya Kakamega na kusababisha kifo cha bawabu yameshangaza jamii, na wanajamii wanataka kujua chanzo cha ukatili huo katika eneo hilo takatifu. Maisha yake yalikatizwa kwa njia ya kutisha ndani ya kuta za mahali pa ibada. Mwanaume huyo aliyetambuliwa kama Pius Ombwete aliripotiwa kuwa bawabu wa kanisa hilo kabla ya kifo chake Jumatatu usiku. Mimi nimetoka nje saa 12 asubuhi, saa 12 sharp ndio nikapata ya kwamba askari ameuliwa. Kusema aliuliwa saa ngapi siwezi kujua, ni Mungu anajua. Na mita chache tu kutoka kanisa hilo, wakazi katika kijiji cha Lurambi wanahuzuni. Haya yanajiri kufuatia shambulizi lingine dhidi ya bawabu aliyekuwa akilinda eneo la kuuza mbao. Wakati wa shambulizi hilo, mwathiriwa na ambaye kwa sasa anaendelea kupata nafuu katika hospitali ya matibabu maalum ya Kakamega alipata majeraha mabaya kichwani. Tukiangalia ule wa SDA amewawa, amepikwa kichwa na sharp object. The same ule pia wa Lurambi amepikwa vile vile ambavyo inafanana, kuonyesha kwamba the modus operandi ya huyu ama hao wa jamaa inafanana. So kuna uwezekano kwamba wale waliua yule Pius Ombwete ni wale wameenda pia wakaumiza yule jamaa watchman wa Lurambi. Mashambulizi hayo yamezua ghadhabu kutoka kwa wakazi, wakilalamikia visa vinavyoongezeka vya ukosefu wa usalama. Taa ziko kwa barabara zina umuhimu sana. Hizi taa wangemalizisha hata ziwe zinamulika, zingekuwa zinasaidia. Posti ziko bure, taa hakuna ya kusaidiana security. Wakati huo, ripoti ya uchunguzi wa maiti imefichua Calvin Omondi Onditi, mvuvi mwenye umri wa miaka 36 aliyefariki katika kituo cha polisi cha Kipasi huko Mbita, kaunti ya Homa Bay. Alifariki kutokana na kujinyonga. Omondi alikamatwa baada ya tukio la kushangaza katika kijiji cha Nthuru, ambapo watu walimkuta ndani ya zizi la mbuzi, suruali yake ikiwa chini, jambo ambalo liliwatia wasiwasi majirani. We have established that the cause of death for the late Calvins was due to what is called asphyxiation. Asphyxiation, which means he could not breathe. That is why he passed on. And the cause of that asphyxiation was because of hanging or strangulation around the neck. And it has been confirmed by everyone here that what strangulated his neck was a piece of cloth. That is a grey trouser. Hata hivyo, familia yake haikubaliani na polisi, wakisema kuwa jamaa wao alijitoa uhai, wakidai kuwa maelezo ya polisi yanakinzana. John Kahiro, Darubini.